Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani waamini ujumbe saa kutoka jiji Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026, niko hapa kwa ajili kufanya michoro ya kinabii ya mambo ya Yesu. Aliutoa unabii ilikuwa tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026, na ule unabii namna ulivyokuwa unatoka ulikuwa na yusu nchi ya Marekani, kwa maana ya rais wa Marekani. Mambo mashuhuri Yesu alieleza katika unabii ule, ilionekana kama vile rais wa sasa wa Marekani alionekana amesimama kwenye kiti chake, na aliposimama alibaki katika hali ya mshangao katika lugha ile ya kinabii. Lakini pia ilionekana wa makasisi wa dola ya Roma katika taifa hilo pia walikuwa onekana wamesimama, na waliposimama wale makasisi, Mungu mashuhuri Yesu walibaki katika hali ya mshangao, na pia Mungu alisema ilionekana kama vile mioyo yao imeondolewa, na baadaye wakaonekana pia wale majemedari, kwa maana wale maakida wa Marekani nao wakawa wamesimama, na katika mchoro ile ikaonekana mioyo yao imeondolewa. Lakini Mungu mashuhuri Yesu alieleza kwamba Marekani makanisa ya kiroho waingie kwenye maombi kwa ajili ya kuomba kuhusiana na kiongozi huyo na katika taifa hilo, kwa sababu kulikuwa na jambo ambalo halina budi lingeweza kuikumba taifa hilo la nchini Marekani katika mikoto ile kinabii. Na mwamba mashuhuri Yesu, ukisikiliza unabii ule ulikuwa unaeleza katika namna ya mafumbo, lakini Mungu mkuu Yesu alikuwa anaonyesha wazi kwamba kuna jambo ambalo halina budi lingeweza kuikumba nchi hiyo katika mikoto. Ndio maana Mungu mkuu Yesu aliniambia niweze kutoa mwaliko ya maombi, na wakati tunatoa unabii ule tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026, na ilipofika wastani wa tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026, kiongozi wa taifa hilo aliwaita wachungaji mbalimbali katika taifa lake, na wakawa wamemuombea katika mikoto ile ya kinabii. Na niko hapa sasa kufanya marejeo kwamba Mungu mkuu ile mwaliko alikuwa ameutoa la hakika ulithibitika, lakini pia Mungu mashuhuri Yesu anathibitisha tena leo tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 kwamba kuna tukio nchini Marekani, kama vile walitaka kufanya mpango ule wa assassination, kwa maana ya kutaka kufanya ambush ya mauaji ya kiongozi huyo wa ngazi za juu katika taifa hilo la nchini Marekani. Lakini niko hapa kufanya marejeo kwamba Mungu mkuu Yesu akiyasema mambo hana budi atayatimiza katika mikoto yake nabii. Kwa hiyo inazidi tena kutoa mwaliko katika nchi ya Marekani, makanisa ya kiroho waingie tena kwenye maombi, waendelee kuomba dhidi ya kiongozi wa ngazi ya juu na taifa lao katika michoro hii, kwa sababu unabii unabaki salama, na hakika tutaunganisha maelezo haya na ule unabii na yale maombi ambayo yalikuja kufanyika baadaye, mweze kujifunza kujua kwamba Mungu mkuu Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo. Unapoona haya unapaswa kutubu dhambi na kurekebisha maisha yako. Yesu yuko duniani, yuko wazi anatoa michoro yake ya kinabii kuelekea moja siku za mwisho. Unaweza pia kufuatilia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo Ministry, utaona kuna ujumbe wa nane kanisa umeachiliwa, na jumbe zetu za mtindo wa series. Fuatilia series ya kwanza mpaka ya mwisho, kila ujumbe uweze kupata mikoto ya kinabii. Na jumbe zetu usitumia kile cosmology wala usitumia kile theology, unapaswa kumuuliza yao Mwokozi, ilo roho ufunuo aweze kusaidia katika lugha ya kinabii. Lakini mtandao wetu wa TikTok ni mtandao maalum ambao Mungu mshuhuri Yesu hutumia kwa ajili ya kupandisha nabii mbalimbali na matokeo nabii, kwa maana zile nabii zilizotimia, na mpaka sasa nabii 162 zimekwisha timizwa. Na hii inaonyesha kabisa kwamba Mungu mkuu Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo katika anwani mashuhuri. Toka mwaka 2023 mwezi wa 9 mpaka hivi leo nabii 162 zimetimizwa. Ukiona nabii 162 zimetimizwa kati ya nabii 194, ujue kabisa Mungu mkuu Yesu hujua mwisho tangu mwanzo. Unaweza kufanya marejeo haya, weza kufuatilia kwa kina na fuatilia mtandao huu ili uweze kujifunza kujua kwamba Mungu mkuu Yesu huleta michoro yake ya kinabii. Tubu dhambi, keuka, mambo mashuhuri Yesu anarudi moja wapo siku. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova, kwa tuonane katika ulimwengu unaokuja. Amen. Kwa jina la Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani waamini ujumbe saa kutoka jiji Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026, niko hapa kutoa unabii kuhusiana na nchi ya Marekani. Naliona natazama kama kuonekana kwa rais wa Marekani wa sasa, na nilipotazama katika ono lile nilimuona kana kwamba amebaki katika hali ya kushangaa. Alikuwa katika hali fulani ya mshangao, na namna yake kama ilionekana kama vile amesimama kwenye kiti ameshangaa. Na nilipotazama katika anwani zile niliona jambo ambalo halina budi litaikumba nchi hiyo, kiasi ambacho yeye akabaki na mshangao mkubwa, kiasi ambacho ilileta hali fulani kama hali ya kuonekana kama huzuni hivi, lakini ilikuwa katika hali ya mshangao. Na nilipotazama katika ono lile niliona pia makasisi wa dola ya Roma, niliona wamesimama nao, yani niliona wale maaskofu wamesimama. Na nilipotazama niliona katika ono la Bwana kama vile mioyo yao imeondolewa, na nilipotazama zaidi nikaona maakida ya taifa hilo pia nao wanaonekana wamesimama, na waliposimama niliona kama vile mioyo yao imeondolewa.
dhidi ya huyo kiongozi wa ngazi za juu katika taifa hilo katika awali za mwisho. Kwa nilipotazama niliona jambo hilo, na bila shaka yote watu wa taifa hilo, kwa maana taifa la Marekani, makanisa ya kiroho waingie kwenye maombi, kwa sababu kuna jambo halina budi kukumba nchi hiyo. Sasa niliona hali hiyo katika ono lile ambalo Mungu mashauri Yesu aliniambia nitoe unabii huu katika maandiko ya mashauri kuelekea moja ya siku za mwisho. Kwa hiyo sijui nini kinaenda kutokea, lakini ndivyo itakavyokuwa katika mwani hizi mashauri. Tubu dhambi ikeuka, mashauri Yesu ameachilia ujumbe wa nani kanisa. Unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Musumuse. Unaweza kupata mahesabu ya kinabii na jumbe zetu. Jumbe za kinabii zinatoka kwa mtindo wa series, kwa kila series ya kwanza mpaka mwisho ya kila ujumbe uweze kupata mikoto ya kinabii. Na hizi jumbe usiongeze chochote au usipunguze chochote, unapaswa kuzihubiri kama zilivyo. Tubu dhambi kwa mambo ya shule so anarudi moja kwa siku. Sauti ya neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova kwa yote. Tuonane katika Mungu na Amen. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. Huu ni muktasari mzito wa matukio ya Aprili 26, 2026, ambapo siku ya leo hadi imechafuka zaidi baada ya jaribio la mauaji dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump jijini Washington na kuvunjika kwa mazungumzo nchini Pakistan, ijapokuwa Trump amekataa kabisa, anasema Iran sidhani kama wanahusika na tukio hili. Ungana nami Dr. Mateka mpaka mwisho wa safari hii. Tukianza na shambulio katika sherehe za waandishi wa habari jijini Washington DC, ni kwamba Rais Trump aliondolewa kwa dharura na kikosi cha Secret Service wakati wa hafla ya White House Correspondents' Dinner baada ya milio ya risasi kusikika. Nadhani hili ni habari ambayo tutaiongelea sana vizuri mwishoni. Lakini rais mpaka hivi sasa yuko salama na mshukiwa mmoja tayari amekamatwa. Trump amesema haamini kuwa shambulio ama mshambuliaji huyo anahusiana na Iran, lakini tukio hili limeleta taharuki kubwa nchini Marekani.